kesho ndio itakuwa siku ya sikukuu. Mara nyingi tunatoa taarifa mwanzo kabla ya maeneo mengine mbalimbali. Jana kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii AyoTV pamoja na millardayo.com tulikuwa tunakupa taarifa kuhusiana na mwezi kuandama au kutoandama. Mara baada ya taarifa ambazo zilizokwenda kwenye peji zetu za Millard Ayo Instagram, taharuki na maneno yalikuwa ni tofauti kidogo baada ya taarifa za kutangaza kwamba Kenya pamoja na Uganda siku ya leo wao watakuwa wanaingia kwenye sikukuu ya Eid. Kila mmoja alikuwa anasema kwake, kwa nini sisi hatujaanza leo? Wengine walikuwa wanasema kwa nini tuko kwenye ukanda mmoja? Kila mmoja alikuwa na ya kwake. Leo hii AyoTV pamoja na millardayo.com tumegonga hodi hadi ofisi za Mufti Mkuu hapa visiwani Zanzibar, na tumepata nafasi ya kufanya mahojiano maalum na Sheikh Shaban Al-Batash, mkuu wa divisheni ya utatuzi wa migogoro kutokea ofisi ya Mufti, na yeye anatutatulia mgogoro huu ambao umekuwa gunzo huko mitandaoni. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi walhaji, kwamba wanakuuliza kuhusu miandamo, sema kuambia kwamba hiyo miandamo hiya mawaqitu linnasi, ni alama za nyakati kwa watu, tena walhaji, na pia ni alama ya kujua hesabu ya wakati wa hiya. Sasa hapa haikusema kwamba wanakuuliza kuhusu muandamo, miandamo, ahilla, miandamo. Kwa nini dunia moja, jua moja, mwezi mmoja? Kwa nini miandamo hiyo mingi? Sasa Qur'ani imeshaweka nukta pahala hapo kwamba miandamo kwa sababu kuna nyakati tofauti, na ndio maana maulama katika fatwa wanasema kwamba hunaka at-tawqitu al-qamari wa tawqitu shamsi, kuna nyakati kwa mujibu wa mzunguko wa mwezi na nyakati kwa mujibu mzunguko wa jua. Kwa hivyo haiwezi kuwa sawa kwamba nchi zote duniani zifuate kalenda moja au zifuate ule wakati mmoja. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa in ghumma alaikum fa atimmu al-iddata 30, kwamba fungeni kwa kuona mwezi, liruyatihi ay ruyatikum lahu. Sasa wengine wanatafsiri kwamba hapa fungeni kwa kuonekana mwezi, lakini nani muonaji wa mwezi? Sasa anayefunga ni yule ambaye ameuona mwezi, kwa maana ameshuhudia au ameshuhudia wale ambao wapo katika maeneo ambayo yeye anaishi. Hawezi kushuhudia mtu mwezi Marekani akafunga mtu anaishi Unguja, au ameshuhudia mtu nchi nyingine akafuata nchi nyingine. Sasa fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi. Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hatamki maneno kwa matamanio, ni sheria na wahi na Mwenyezi Mungu, alituwekea ufumbuzi wa tatizo. Ikitokezea mfano hatakuwa anatufanya nini, tukaambiwa kwamba fa in ghumma alaikum, katika hadithi fa in ghummiya alaikum fa atimul iddata 30, ikiwa mutazingwa hamkuweza mkakingwa kuona ule mwezi, basi kamilisheni idadi ya siku 30. Ofisi ya Mufti Mkuu kwanza ina baraza la ulama scholars. Hawa ni wasomi, si watu ambao wamechukuliwa pahala popote. Hapana, ni watu wasomi, wamesoma ilmu ya dini, wana uwezo na upeo mkubwa, na wanaweza kuchambua mambo na wanafahamu sheria, na wote ni watu waaminifu, wameaminiwa na kupewa mamlaka yale. Kamati maalum hii ya kufuatilia kuandama kwa mwezi, ambayo kamati hiyo nayo pia ina wajumbe wengi sana, hawapungui wajumbe 18. Zoezi labda lilianza muda gani la kwanza kutazama mwezi, kutafuta kwa vifaa ambavyo unavyosema? Zoezi linaanza mapema sana, kuanzia muda wa jioni baada ya salati al-asr, inakuwa tayari mashine zishawekwa katika pahala pake ili kufuata ule mwelekeo, direction ya jua, na kuangalia pia saa ile location au pahala ambapo mwezi ndio upo katika eneo lile, ili kuweza kutafuta uthibitisho zaidi, kwa sababu tutegemei hesabu ya kawaida, lakini tunaangalia katika taratibu pia za kisheria. Ndio msingi mkuu kwamba je, macho yanaona? Zaidi ya hayo, ili kuondoa shaka pia ambao watakuwa wameingia katika kukanganywa katika swala kama hili, kwamba sisi katika kusema Afrika Mashariki nzima, sehemu ambayo inategemewa zaidi kupata taarifa za uhakika basi ni Zanzibar.
na tuna mawasiliano pia na wenzetu wa nchi nyingine. Tanzania bara kule pia tuna mawasiliano na wenzetu katika mikoa mbalimbali na upande hata wa Kenya, na sio kauli ambayo ya kutatanisha watu. Kwa hivyo tunabakia ni utashi sasa, ima wa kimadhehebu au wa kifikra, na kamati hiyo pia na wengine katika wajumbe mbalimbali walipata mafunzo ya kutosha kutumia mitambo hiyo au mashine hizo, na mashine ziko 2 nzuri za kisasa ambazo zinasaidia pia katika kuweza kubaini hayo. Lakini uhakika ni kwamba mwezi haukutangazwa kwamba umeonekana katika sehemu yoyote kwa taratibu ambazo zinafuata sheria ya Kiislamu. Majibu uliyoyataka tayari umeyapata kupitia AyoTV pamoja na millardayo.com, na hizi ni ripoti za AyoTV kutokea hapa Zanzibar. Mimi naitwa Said Tizday.